Asante mtazamaji ambaye unaendelea kutazama kipindi hiki cha West TV Staftahi. Shukran kutenga nafasi kutazama. Anaitwa John, anasema watching from Shamberere. Anasema watching live. Asante, anaitwa John Muteshi. Shukran bwana Muteshi kutazama kipindi hiki. Alafu kuna huyu naye anasemaje? Anaitwa jaribu kuangalia hapa, John Adamba kutoka Luucho Bungoma. Asante kutazama. Alafu kuna mwingine anasema nimejaribu kuwatafuta sijawapata, sijatafutia wapi, janambia naitwa nani, lakini asante kutazama. Alafu kuna mwingine hapa hajasema pia jina lake, Robert Mukele na mke wako Christabel vile vile. Shukran kutazama kipindi hiki. Una nafasi kuchangia kipindi hiki mtazamaji kupitia 0705 780844 0705780844. Anza kwa jina lako na kule uliko, itumie nambari hiyo upande ule wa WhatsApp tuweze kuwasiliana. Mtazamaji, nafasi za ajira zimeendelea kwa haba kadri siku zinavyozidi kusonga. Watu wengi tu wanavyokwenda katika chuo na vile vile vyuo vikuu mbalimbali wanasomea taaluma, kozi mbalimbali kwa nia moja, kupata nafasi za ajira. Lakini siku hizi baadhi ya watu wameamua kwamba liwe liwalo lazima watapata hela, na mojawapo ya njia ambazo zinaendelea kukumbatiwa za kupata hela basi ni kujiajiri. Na kuna watu wengi tu ambao wamemaliza kozi zao, wamesoma, wengine wamemaliza hata darasa la 8 tu, hawaja kwenda katika shule za upili, lakini wamefungua biashara zao, wanafanya ujasiriamali, wanashiriki kilimo, wana biashara zao za mtandaoni na kadhalika katika kiwango binafsi, badala ya kusubiria kupewa nafasi za ajira na serikali. Na mamilioni ya vijana tu wanaendelea kusaka nafasi za ajira, nafasi hizo haba. Mara si moja umesikia kwamba wakati ambapo mwajiri fulani, labda supermarket imefunguliwa na toa nafasi kwa maombi ya kazi, unapata ni maelfu ya watu wametuma maombi ya kazi, na labda wanahitaji tu watu 60, 70, 80 pale. Ni takwimu ambazo wakati mwingine hutisha zaidi ya kutisha. Daktari Laura Mamuli ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kibabii nasi kila siku ya Jumatano, akiwa mhadhiri wa masuala ya human resource, na vile vile anafanya mambo mengi mengineyo tu, ni mlezi na kadhalika. Yuko nasi hapa kuweza kuzungumzia swala hilo la self employment. Good morning daktari. Good morning Dalmas. You good? I'm okay, thank you. Karibu sana. Asante. Aha. Yeah. Kumbe siri ni short hair. Siri ni short hair. Siri ni short hair. Patia vijana kazi pia. Wakukata nywele. Yeah. Hapo sasa. Japo kuna yule pia umenyima kazi. Sure. But bado narudi huko makucha. Miguu. Yeah, sure. Yeah. Unajua wakati mwingine tukifanya mzaa upande ule wa redioni, nasema kwamba hao mabinti ambao wanatusumbua na kusuka, waangalie mama wa taifa, waangalie naibu mama wa taifa Bi Rachel Ruto, na sasa tunawaambia waangalie Daktari Laura Mamuli. Short hair is the way to go. Shilingi zako 50, 120, 200, tumemaliza hiyo chapter. Tusonge kwa chapter nyingine. And of course it's also time saving. Yeah, true. Yes. Lakini anyway, that was on a light note. Mtazamaji, daktari amekuwa nasi kila siku ya Jumatano kuzungumzia mada mbalimbali. Daktari, tunapozungumzia ukosefu wa nafasi za ajira, does it at times scare you wakati unaangazia zile takwimu, unapata nafasi labda ya kuhoji vijana ambao wametuma maombi? Sometimes I know you also receive applications in whatever capacity. Does it worry you at times and scare you? Yeah, unemployment really scares me a lot because I'm involved in training the labor resources, the human resources to go to the labor market. After graduation unakutana na mtoto 3 years later, 4 years later, bado hajapata kazi. They are looking so beaten, they are so bitter. Like one time kuna msichana akanipigia simu akaniambia, madam, nitafutilie rafiki yako ambaye anatafuta mtu wa kumfanyia kazi ya nyumbani, nikuje nimfanyie kazi ya nyumbani. Nikamwambia, with a Bachelor of Commerce in Finance, I cannot advise that you do what? Uende ukue ufanyie mtu kazi ya nyumbani. What we are not sure about, or what we are not telling our graduates, is that they have a skill. You know, in as much as kazi haziko, hata tukiendelea kucomplain, hata tukifanya nini, leo tumeamka mafuta lita moja ni 135 shillings. You know, maisha bado yanaendelea kuenda juu. Sasa ni nini ambacho tunaweza tumia kujisaidia sisi wenyewe? What is within our environment that we can use? And what is within our environment is that skill. Hata kama wewe ni class 8 dropout,
Hata kama wewe ndio umegraduate hapa Sangalo, umegraduate Kibabi, uko na ile skill. Hata kama tulikwambia wewe we are training you for a white collar job, but that skill that you acquired and that passion that you have within you, what is it like? Are you able to look around yourself and try to see whether there is a business opportunity around you? Unajua sasa saa zingine tukishaanza kufikiria mambo ya business opportunity, mtu anaanza kusema mimi sikuzaliwa kufanya biashara, tangu kwetu hakuna mtu ashaifanya biashara aka succeed. You see, everything we do, it has its own risks. Unajua mtu atakwambia utaweka pesa, utanunua pikipiki, alafu ipate accident, alafu pesa zako ziende hivyo. Sasa would you rather uketi tu usijaribu kitu chochote? Unajua sasa sisi wote ni tunamcha Mungu. You know, we believe in God and we pray to God. So those opportunities that are around us, how well are we utilizing them? And these opportunities, it doesn't mean that you need to have a lot of capital to start them. Most of the youth or most of the people in Kenya, wote wako na simu. Watu wengi wako na simu. Na sio simu tu ya kupiga na ya message peke yake. We are able kwenda mtandao tufanye tuko kwa WhatsApp, tuko kwa Facebook, tunataka tukucheka kama sasa hii iko teachers challenge, watu wanaweka hapo picha akisema mwalimu wa physics, mwingine anasema mwalimu wa Kiswahili. You know, can we use our time productively and even the little bundles that we have productively? What skill do you possess? While you were in primary school and secondary schools, tulikuwa tunafunzwa kuandika insha, tulikuwa tunafunzwa kwa composition. How good were you in writing? Yeah? Do you think you can still rekindle that particular skill that you had while you were still in primary and secondary to use it now productively? Because bado kwa huo mtandao unaweza enda uangalie places where they require somebody to write articles. They require somebody to inform them about what is going on, and sometimes even academic writing. You know, you can engage in academic writing and you can start getting money. Haya, wacha tuone sasa, wewe pengine haukuwa mzuri kwa kuandika, but you're good at talking to people, you are good, you know, you socialize. Are you able to tap that socialization skill productively? You know, you can market something, yeah? We are saying even if kwenu hakuna mtu ashaifanya biashara na akafanikiwa, unaweza kuwa ni wewe wa kwanza kufanya hizi biashara. You can use your phone to be an affiliate marketer. Affiliate marketer, unajua watu kama kuna big business people or business premises companies like Alibaba. You know, they sell some products. Can you register with them and help them to sell their product so that you are able to earn commission? Most of my friends currently are selling their products online. You know, huyu ni Lydia Wanyonyi, huyu ni Stella. You know, they are selling products online. They are always, you know, wanatafuta vibeti, wanajua mama wanapenda vibeti, wamama wanapenda mapambo, wamama wanapenda nguo. Unaona? Sasa unapata mtu kwa status yake ya WhatsApp, hizo ndio ameweka. Alafu anaweka na price. So that now when you get interested, you click on that particular product that you want. Kama ni kibeti, alafu unamuza ni pesa ngapi, anakwambia leta pesa sasa nifanye nini, nina nikulete. So with this, you see, you are trying to make some extra money on the side, even if you are in full employment. So we need to check on the opportunities that are around us. Kama wewe ni mwanafunzi Kibabi University, unasema hauna fees, na pengine uko na shilingi hata kama 200 ama shilingi 500. Do you know you can engage in a business? Like now, you can be preparing fruit salad. Those plastics that are used to package the fruit salads, unazipata huku town at a very affordable price. Unaweza pata a whole pack of 24 at around 300 shillings. Enda nunua fruits type 3, zingine za 200 shillings. Kata vizuri, kuwa msafi. By the way, presentation is very important. Kuwa msafi, katakata hizo fruits, eka ndani, uza 50-50. You'll find by the end of the day, your 500 has given you another 500 shillings. Yeah. Labda kabla tuingie into the finer details, yes. Wakati mwingine unaona inafikia mahali ambapo mtu anaamua kutengeneza mpaka bango. We've seen these cases za mtu amebeba bango, BA sijui what, natafuta kazi, natembea on the streets of Nairobi. We saw another one here in Eldoret and so on. Is that desperation, or that is still part of seeking employment? Before even we delve into self-employment, will you say that is a certain of the level of desperation one shouldn't get up to?
it's a level of desperation, but if it's worked for others, you know, somebody may also decide, kama huyu alibeba na bango na akapewa kazi, acha pia mimi nibebe. But you know, it needs a lot of confidence for you to stand in the street to say, I'm so and so, and this is, you see, sometimes people think about the others that look up to them. So you are like, no, this desperation mode, I'm not going to get myself into it. So if it has worked for someone, you know, it may not necessarily work for you. So it's up to you now to check. Like last time I was talking about when you're still a student, even as you have joined, when you are joined SAI first year, you should already be knowing where you'll go for attachment. Unajua unafika kwa university, mnakutana na wenzako, maisha yanakuwa mazuri because you see you're still dependent on your parents or sponsors. Anytime you lack something, you're calling them, help is there, money is coming. You may not know, you may fail to plan for the future, but it's good for you to plan for it now. Where are you going to go for attachment? And in most cases, wherever you go for attachment, hata nikitoka hapa naenda kwa assess wanafunzi wako kwa attachment within this Bungoma town. Wherever you go for attachment, make that particular network. If a job is not forthcoming in that particular place, you see, there are people who are already in full-time jobs that can connect you to others. Ama you can look at it as a business opportunity. While you are attached in that organization, what is it that people are lacking in that particular office? Ni nini ambacho walikuwa hawapati? So that now you can now come and fill in the gap. So it's just up to us to try and be as innovative as possible and be critical thinkers. You know, we have to think about what we want to do in life and get solutions to those problems. What changes, daktari? Nini ubadilika? Kwa sababu wakati unajiunga na chuo kikuu mwaka wa kwanza, kila mtu anakuwa na ndoto, kila mtu anakuwa is optimistic, kila mtu anampaka plan, anaweza akakuchorea baada ya miaka 4, this is my expectations. What changes? Does it mean sometimes we overdream? Does it mean we plan without knowing the reality on the ground? Nini ubadilika along the way? Now, wale ambao wanaenda kwa vyuo vikuu, what changes is, what makes them to change is a lot of freedom. You know, here, there are no bells at the university. Yeah. No one is watching over you. Your parents are not there. The lecturers who are there, you know, you only meet with them in class, or maybe you have some consultation to make. But at the university level, I can assure you, we rarely get students consulting from us, not unless it's something in research. You see, atumetoka darasani mwanafunzi anakufuata na kwambia mwalimu sikuelewa hapa, hata ukikutana nao kwa corridor unaweza kugonga uanguke chini. You see, now it's there's just a lot of freedom, and you see, these people, we have to appreciate the fact that they are still young. Most of them are still teenagers, okay, late teens, but they are still teenagers. They are not sure whether they are adults or they are still children. So somebody may decide that since my parents are not here and they have been so difficult on me, this is my time now to do what? To do what I want. Yeah. So it's just lack of focus. Mtu hupoteza mwelekeo kwa sababu ya peer pressure and a lot of freedom. And sometimes they realize maybe because nobody is watching over me, it's now my time to pay back for what I have been suffering from. You see. Now, sasa ni wale watoto wenyewe ambao kama mtoto haujamkuza vyema kama mzazi, you know, you've tried your level best and you have also tried to trust in them. Akifika university ataharibika. Yeah. Kila wakati ukija ni kumpigia kelele kumwambia nini hajafanya nini hajafanya. Saa zingine yafaa tuamini hao watoto wetu ambao tunakuza. You know, when you trust in them, when they go away they'll know my parent believes in me. Yeah. Daktari, ni akina nani hao ambao wanafaa kujiajiri? Na ni wakati gani unafaa kugundua kwamba I think nafaa kujiajiri sasa? Which is this right time and what should actually push you into now saying mahali nimefikia, I think I now need to self-employ. I mean kujiajiri mimi mwenyewe. Now it depends on the level of maturity with somebody. Mtu anaweza jiajiri hata kama baada ya secondary school. Unaweza pata wanafunzi maybe they're in day school and they're selling some small things. Okay, it may be against the school rules. But unaweza pata haendi kuuza kwa shule. Over the weekends, they're engaged in some business. And when you are in the university also, you know, when you're focused and you plan your time well, unajua ni muda gani unatakana uende darasani, unajua which time you're free, you can also engage in business, you see. So, and even if you're already working 8 to 5, you see, I can still engage in business, you can still engage in business. Like my friends that I mentioned earlier on, Stella and Lydia, you see, they are in full-time, you know, they are working full-time, but still on the side they are running a business. There was a time I was also engaged in network marketing for Greenwald, and it took me to China for 10 days, you see. So it depends with how focused you are
and how you think you need this money, this extra money for yourself. So it doesn't have the specific timeline. Unaweza hata kuwa umeretire, lakini bado because pengine ulikuwa mwalimu, pengine ulikuwa daktari, and you had a passion in writing, you're still doing articles, writing articles, and you're selling, you're making money. So it doesn't have a timeline. Kwa hivyo kile unasema ni kwamba si lazima nisubiri shinikizo ama pressure. Naona bwana maisha ni kama yamekuwa magumu, maybe now this is the time to employ myself, kujiajiri. Unajua kwanza kuna wanafunzi hapa Kibabii, nimeona wengine, unapata mwanafunzi amekuja first year ashapata stall, ashaanza kuuza nguo za mtumba, anakuja kunyaka kamera. Unajua they don't even come from Bungoma, maybe ashajua Chemkube iko wapi, ashajua soko ya Bungoma ni Friday, ashajua soko ya Chwele ni Wednesday, anaenda ananyaka kamera, the small tops, the two trousers, ashapata stall, ashaweka pale. Sasa kama hayuko darasani ako na rafiki yake, kama yuko darasani rafiki yake amemsimamia pale. Yeye mwenyewe akiwa anasimamia pale, anaweza nyaka top na 10 bob or 20 bob, anauza na 50 bob. Unajua pia wanafunzi wezi wauzia. What is that you've said? Kunyaka kamera? Kunyaka kamera. Mtumba unaenda I don't know how to describe it, but I think they understand. Yeah. So you go to pick the best from amongst the bell what has been distributed. Yes. So for students again, you can't price it so high, but you can break even. Unaweza pata mwanafunzi ndiye amefika Kibabii, ashajua soko ni Chwele, nyanya, kitunguu, anaenda kununua, anakuja hapo anaanza kuuza. You see kuna wenye wanauza mtura. Mimi hata nilikuwa sijaona mtura. Bungoma people, they don't take mtura, but mtura is sold along hapo Kibabii kwa soko. So it depends with the focus of the child or the person that wants to make money. Wengine kazi yao ni kuomba tu, anaomba cousin A, cousin B, cousin C. Ikishaisha anaanza kuambia people are mean, watu baba yangu aliwafunza hata wanisaidie. You see, those are people having negative energy. But if you decide to purposefully ensure that you are embracing positivity in your life and you change your attitude, imagine anytime you can just make money. Yes. Unajua kuna swali nimekuuliza kuhusiana na kipi ubadilika along the way kwa wanafunzi ambao wamejiunga na vyuo vikuu. Daktari, sometimes baadhi ya wanafunzi wanakwenda kufanya kozi fulani kwa sababu labda mko fulani yako KPLC amekuambia ukimaliza look for me, then baada ya miaka minne you never see the uncle who apparently promised you a job or internship or whatever it means, and so on, maybe friends, family members and so on. So at the end of the day unamaliza miaka yako minne ukitarajia kwamba baada ya kumaliza utaajiriwa na serikali ya kaunti ya Meru, maybe because your brother works there, and unfortunately the brother is not helping like he promised, na unapata mwisho siku inaonekana kwamba you are a bit stuck. So maybe our expectations sometimes are too high or misplaced, even when we get into first year, second year, third year and fourth year. True. Expectations. If I tell you, okay, we have expectations in people. Even me, when I was growing up, I used to look at my older cousins. I used to imagine they'll give me a job. But you see, even me, as at now, somebody may think I can give them a job in Kibabii University. The fact that I'm employed, it doesn't mean that I have the ability to give you a job. There are procedures that are normally used before employees are brought on board in any organization. So the fact that your uncle is working, and the fact that your uncle has told you that go and pursue this course, I'll help you get a job. You see, can you take advantage of the motivation that he has given you, and stop having high expectation on people? Can you learn to believe in yourself? In as much as I was promised this job, what will happen if by the time I clear, he may not be in a position to do what? To help me get a job? What else can I do? You see, even these uncles of ours, even these relatives of ours, they come to bless us depending on the type of effort that we are putting in our lives. Wewe umekuwa kwa university, enyewe alikupromise kazi. Umeenda huko umesumbua, umepata supplementaries, wamekususpend. You see, nobody ever wants to bring close to them somebody who may spoil their reputation. You see, so how have you been at this particular institution? So issues of expecting too much from people, we should just stop. And we have to stop it immediately. We should just believe in ourselves and our ability. Unanikumbusha story fulani, mtu akasema mahali kwamba wakati nilikuwa mtoto, mjomba wangu aliniambia wakati fulani kwamba nilimuomba shilingi 50 akanambia hana. And I really imagined my uncle should be so selfish. Now I've grown up, I've become that uncle. Daktari,
Tunapozungumzia swala hili la self employment ama jinsi ya kujiajiri ili kutafuta riziki na kadhalika, what are these considerations I need to put in place to consider before deciding? Because of course there are so many types, so many avenues, so many opportunities. What do I need to consider before deciding? Maybe it's mtumba, ama fruits, ama samaki. There are even those ambao wanauza mpaka mabawa ya kuku nowadays. Wanchinja kuku wanauza mabawa, miguu, timondo in English, firigisi and so on. So mabawa ndio wings. Yes, mabawa. So, what are these considerations? Ni vigezo gani nafaa kutilia maanani? Okay, now you look at your environment. Where are you? Ukiwa mahali uko na simu na hakuna network, hakuna vile utajiingiza kwa vitu za YouTube, ukue blogger ama uengage in article writing. But now look at that environment. What do you think is lacking? Yeah? Na kitu yenye ina cut across is about us ladies. You know, ladies like looking good. Ladies like having some newer item, acquiring something. You know, it's a mood booster, you see. So, wewe, kama unajua wamama wanapenda vibeti, wamama wanapenda viatu. What ability do you, which type, how much capital do you have? Yeah? Sasa hiyo kunyaka bado narudia. Unaweza enda kwa mtumba, Chebukube. Kuna mtu ambaye amefungua beli ya vibeti. Unajua mtu akishafungua bell anaweza kuuza kibeti kimoja na kitu kama 150 shillings. Uamue kununua vibeti kama 5 hivi. Uende uoshe, uclean, you know, wanike, uzipolish kabisa zikuwe safi. You know, you are buying at 150, you can sell at 600 or 700. Look at the profit margin. Alafu kitu yenye ambacho unatakana usifanye, usipatiane vibeti kwa deni. Kwa sababu ukipatiana kwa deni mtu hatakulipa. Yeah. So just try and find out what is lacking within your environment. Yeah. Kama ni viatu, are you able to be talking to these people? Unaona mtu anakuambia kikweli sina viatu, unamuuliza ni size ngapi? Alafu jua ni muda mgani ambao anaweza kuwa na pesa. So that when you go put your money in an item, ukileta anakulipa immediately and then you do what? You go back. So it's the environment that will determine the type of the type of business that you can engage in. Kama uko Bungoma town, you have a smartphone and the internet is there. Ama kama wacha niseme kama wewe ni mwanafunzi Kibabii University, the time you're not in class, you have free Wi-Fi. How well are you utilizing that free Wi-Fi? You can engage in article writing. You can be an affiliate marketer for Alibaba or maybe some Kilimall, or you can also just try to market things on your own. Sometimes you can just access from the supplier some products. You market on your profile. When somebody gets interested, you ask them to give you money. You bring that particular product. So it's about the honest part of it again, and how fast you're going to deliver that particular product. I remember when I had my new home back in 2018. It's a student who sold to me curtains. And the curtains for the whole house was around 40,000 shillings. And I think she just made a profit of around 12,000 shillings. That one I'm not, because later on you see, you go find out from the supplier how much do you sell a meter of this material, blah 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 blah. But I didn't feel bad because of the convenience. Unajua unampigia tu simu unamwambia, oh, where are you now, can I get these curtains? Nimeziona kwa profile picture yake. Na huyu ni mwanafunzi alikuwa anafanya social work. You see, so and when I bought those curtains, when I had visitors, they came, they liked them, so I had to refer them to this particular lady. Yeah. So it's just about how aggressive you are. Yeah, what is it that you want? Wewe unataka vya bure ama pia you can utilize your time and skill to make money for yourself. Is capital at hand ama mtaji ulionao ni kigezo kingine ambacho lazima utilie manani pia? Yes, like if you have money, depending, kama niliongea juu ya mambo ya kuwa fruit vendor, you can sell some fruit salad, you can have 1,000 and you can engage in that business. There's a self-employment other idea where you can just get in without a lot of money, because now you only need bundles. And if you're a student in an institution where they're providing for free Wi-Fi, do you know you can leverage on that particular Wi-Fi to engage in business? So, and if you have money, boda pia ni biashara mzuri, 100,000 shillings, 120, you can buy it through cash. You can ride yourself during your free time, or you can hire somebody to ride for you during the free time. And ensure that the person that you are hiring has a riding license, and you also insure that particular boda. So that now mtu asikwambia, oh, tumeona watu wangapi wamefungua M-Pesa zimekulwa, wakora wako
wakora wako, lakini bado pia sisi tuko lazima tukule, lazima tupate pesa. Kwa hivyo unachosema ni kwamba si ghali kujiajiri, si pesa nyingi vile kujiajiri, inawezekana na pesa kiasi kulingana na uwezo wako, kwa sababu vijana wengi unapokutana nao wanakuambia sina pa kuanzia, I don't have anything to begin with. Even as you telling me kwamba jiajiri, they are like, unasema kitu unaelewa ama unasema tu kwa sababu uko kwa TV? You see these people, okay, let me go back now. God made us for a purpose. Yes. You have a skill. Sa zingine sio lazima uwe na pesa. Unaona? You have a skill. Alafu, you know, we have this tuko na M-Shwari, tuko na Fuliza. Mnafuliza mkifanya nini hiyo pesa? Unajua unaweza fuliza hiyo 1000 na uanze kufanya biashara ya fruits. By the time you're supposed to repay that money, you know, you'll have started a business. Why do we go to branch? Why do we go to Tala? We pick that money for what? Unajua the problem is tunapenda maisha mazuri, maisha soft. So that now when I get money from Tala, nataka kuonesha marafiki zangu kama tunakunywa pombe, mimi niende niwanunulie juu wao walindia last time, nataka kupika kuku, nataka, you know, we like living for now. Is it possible for us to start living for the future and stop blaming people? Unajua wengine mpaka wanaenda to the extent wanaenda kuuliza wazazi, kwa nini ulinizaa kuteseka kwa hii dunia? And yet you have the skill, and yet you have the brain, and yet you have the ability to explore whatever abilities that you have within yourself. Yes. Kilimo ni njia nyingine ambayo unaweza kumpendekezea mtazamaji pia? Yes, very well. Like kama kwangu sasa nimepanda mboga, niko na managu, niko na miro, sijui anahitaji in Kiswahili, niko na mrenda, niko na sukuma wiki, niko na pumpkin leaves, you see. And those things, by the way, as you see me here, zikikuwa ready mimi upeleka kwa dina mapema saa 11, gunia moja, gunia mbili, na nyaka 1000 zangu 3, naeka mafuta kwa gari na kuja Kibabi. So you see, farming is the best. And I've seen some of my colleagues stop the full-time employment to engage in farming. Na farming sio lazima mtu kuwe na eka 10, eka 5, eka 6. Just a small portion of land, you can effectively utilize it. In farming, you can either engage in poultry farming, you can, you know, ng'ombe ama pigs, depending on what you like. Ama mboga vile mimi niko naongelelea, ama uamue tu leo sasa mimi kazi yangu ni what we call them, mbuzi, kusupply nyama ya mbuzi kwa mahoteli and such like things. Because hata kuna mwalimu jirani yangu kwenye naketi, he supplies to me milk. And you see, this milk has been so constant, and it's always there, and it's clean. You know, you buy it. So by the end of the month, he makes his own money. And I'm not the only person that is getting milk from him, you see. So we can do all these things if we just change our attitude. Unajua watu tunapenda kujiona, unajua mimi niko na maringo sana, mimi sipendi kuomba, mimi I cannot beg. So if you cannot beg, what is it that you want to do in life? And you see, when you are selling, you're not begging. You are exchanging an item for money. Yeah. So tuwache tu tumaringo, unajua sisi kwetu watu watembe, unajua mandugu zangu wako na kazi kubwa. Hizo ni kazi za mandugu zako, hizo ni kazi za madada zako, and it's not you. What is it that you are doing to yourself? And you see, even when your siblings see you getting engaged in something productive, you know, they may just decide to boost you. Yes. Sasa to change to attitude. Mtazamaji, ni mazungumzo kuhusiana na haja ya kujiajiri. Hivi kujiajiri kuna changamoto zake pia, kuna uzuri gani? Ni masuala ambayo tutakuwa nayazungumzia. Asante mtazamaji kutenga nafasi kuwa nasi, zidi kuwa nasi. Ni sehemu ya 3 na ya mwisho ya kipindi hiki cha West TV Staftahi, sehemu ya gumzo la siku. Daktari Laura Mamuli ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kibabii, huwa nasi nyingi za Jumatano kuzungumzia masuala mbalimbali. Hivi kujiajiri, daktari, kuna uzuri gani? What are the advantages za mimi kujiajiri? The advantages are all the profit is yours. Alafu wewe mwenyewe ndio unajituma. You decide what time to start attending to your work. Sio kama hii full time employment lazima ukue hapa muda ambao mmesikizana na mkubwa wako. Unajua sasa wewe mwenyewe ndio mkubwa. You decide what time to wake up and what time to engage in this particular business. Mostly I've been talking to some ladies, mtu anaoniambia ati yeye kazi yake kuuza mboga. Ati yeye kazi yake huanza 5 am, anarauka chwele, anaenda analeta products zake, anakuja anaweka hapo. Saa 3 anarudi kwa nyumba, anapata breakfast, alafu anafanya nini? Anajipamba, alafu anarudi kwa stall yake. Yeah, she starts selling or she continues selling. Unapata kuna mwingine kazi yake ni kuuza. Unajua watu siku hizi, sijui kama watu siku hizi wako na kazi mingi. Sasa unapata mtu kazi yake ni kuchemsha maharagwe, githeri.
You know, they sell it when it's already ready. Sasa kazi yako ni kuchukua na kwenda kukarangia kwako. Ama maharagwe plain, ama saa zingine washaunda na chapati. You see, they are selling that. So mtu mwenyewe unajituma, ninaamka saa ngapi, na mwenyewe unajipatia holiday. When am I supposed to do what? When am I supposed to rest? And you decide what you are going to use with that particular profit. You can decide to engage in another venture. Kama unaweza anza kama fruit vendor, alafu ukiona ushatengeneza pesa uanze kuuza vitu kama handbags na viatu za wamama. Ukiona umeunda pesa uendelee tena kuuza na vitu kama curtains. Unajua you can progress like that. Mpaka kuna mwenye alikuwa ananiambia yeye alianzisha hizo biashara hivyo mpaka akawaacha the full time employment because alikuwa anaona inamwestia a lot of time. He was making more in this particular area. Because you can even make 10,000 in a day. Yeah. Okay, for most boda people, those who have the bodas, the pikipikis, unapata mtu analetwa kitu kama 500 per day. You know, 500 per day is a lot of money. Yeah. If it constantly trickles or comes in on daily basis in a month, how much will you have made? And what are you using for that profit? Okay, hata kama ni lazima uambie mwili pole, lakini hautaambia mwili pole na pesa yote. Ni lazima kuna yenye itabaki, utaamua kufanyia kitu kingine. Yes. Kwa hivyo inaonekana ina uzuri mwingi. Does it have disadvantages? Yeah, the disadvantages are there. Like now, if you get losses. Let's say you have gotten into a mtumba business, unaenda kununua a whole bell. Unajua unaweza nunua whole bell na upate ni yafagia, sio aina vitu ya maana. You know, the losses, you incur the losses yourself. And sometimes because of the amount of money that you are gaining, sometimes you get to experience what we call burnout because you are overworking without resting. Alafu tena ukiwa mgonjwa, unajua biashara iendelee kama haujaandika mtu mwingine. Ama hata kama umeandika mtu mwingine saa zingine wanaweza kosa kufanya vizuri vile wewe unaweza kuwa unafanya. But now when you look at those disadvantages, they are not the advantages are more than the disadvantages. P&P? It's also not P&P, of course. It's not P&P, but you can enroll yourself with NSSF. You can invest, you can join a SACCO. By the way, ukifanya biashara, hakuna vile utaweka pesa kwa pilo. Hakuna vile utaweka pesa kwa pilo, ni lazima utaweka pesa utaweka kwa bank, ni lazima ujoin SACCO. SACCO will help you, it will boost you, you know. So that now anytime you want a loan, you want to expand your business, you are able to go there, wanakupatia loan, unakuja unafanya nini? Unapanua biashara zako. So when you look at self-employment, the advantages are more in comparison to the disadvantages. Because the drive is the self-drive. Wewe mwenyewe ndio umefanya nini? Umejiweka hapo ndani. And lazima sometimes when you have this self-drive, you have to ensure that you achieve what your purpose is. Is competition a disadvantage or an advantage? Nauliza hivi kwa sababu ulivyosema, siku hizi you can't browse through 5 statuses za watu watano bila kupata 2 of them who are selling something. Either viatu, marashi, vibeti vya kina mama, nguo na kadhalika. Sometimes I was talking to a friend of mine, nikamwambia wewe sasa hata status yako wakati mwingine inabidi tusonge tu kwa sababu the more unaendelea the more ameweka vitu in the morning like 50 of them. So like wow, okay, we really want to buy, yes, lakini would you say competition is an advantage or a disadvantage in this case? Because assuming I'm selling viatu, you are selling viatu, someone else is selling viatu and so on. Competition is good. Competition puts us on our toes to be better. Like kama nilikuwa peke yangu na nilikuwa ukioda viatu nakuletea after 2 days. You see, competition will make me ensure that I'll bring after 1 day. I have to reduce my delivery period because najua nisipokuletea kuna mwingine atafanya nini atakuleta. Na wale watu ambao wako wanauza bidhaa online, kindly reduce the number of items you post on the status because there's no way somebody is going to run through 50 items. There's no way somebody is going through 70 items. Just pick the best for that day. Just be posting like 5 per day. Yenye mtu anaweza ona. Na ukipost be complete with that post. Kama ni nguo weka na pesa the cost of that dress. Kama ni viatu weka cost so that mtu asianze kuuliza inaweza kuwa ni pesa ngapi. Let somebody already have made a decision when they get to you, they know how much they're supposed to spend on that particular item. Yeah. So competition is good. Like now if you're a fruit vendor, umeanza kuuza fruits leo umekatakata fruit salad ya ndizi, melon, na pineapple. Alafu unapata mwingine amekata hizo, alafu ameongezea nini? Ameongezea another fruit on top, maybe a mango, alafu ameenda amechukua ka yogurt amemwagilia juu, ameweka kahani kadogo, alafu amechukua berry moja ameweka hapo, alafu ameweka. You know, presentation is very important. So that now
nikiona this is what my competitor is doing, the next day I'll also have to up my game, so that now the presentation, the selling becomes very, competitive, and we'll all, after we may start even boosting each other, because now when I sell mine and my stock gets completed, I'll have to look for you, ebu kuja peleka mali fulani zimesha kuisha, na yeye pia atakuwa anakusaidia. And that's how people support each other. I've seen some doing it as a family. Will you recommend the same? I've seen hapa Bungoma kulikuwa na vijana wawili, mke na mmewe walikuwa natembeza in some bags the same fruits you're talking about. I don't know if they still do that, because they used to even come hapa kwetu. Nowadays I don't see them. Is it recommended? Will you say that is a good way to go, ama inalingana na compatibility baina ya watu? Yeah, inalingana na compatibility. You can do a business with your brother, with your sister, depending on how you